Klabu yetu ni changa na imeanzishwa mwishoni mwa mwezi Disemba 2025 ikihusisha wachezaji wakongwe na maarufu zaidi katika kata hii ya Mandewa, na kwa sasa klabu ina wanachama ambao ni wachezaji pamoja na viongozi zaidi ya 25, huku wengine wanatarajiwa kuungana nasi siku zijazo. Leo tunaenda kushuhudia fainali na pambano la kutafuta mshindi wa 3 katika hitimisho la shindano la Muna Jogoo Cup lililoanza siku 5 zilizopita. Shindano hili lilihusisha wachezaji 14. Zawadi za mashindano haya ni kama ifuatavyo: mshindi wa kwanza atapata kuku jogoo, mshindi wa pili atapata kuku jike, na mshindi wa 3 atapata fedha taslim shilingi 10,000, na mshindi wa 4 atapewa mkono wa pongezi na mgeni rasmi. Klabu ya Bao Jineri inapenda kutoa shukurani za dhati kwa namba 1 ndugu Muna ambaye ndiyo mdhamini mkuu wa shindano hili kwa kutoa zawadi za washindi na kutujengea sehemu hii tunayochezea. Namba 2, tunapenda pia kumshukuru ndugu Athumani Shabani Ntenya kwa kuridhia eneo lake hili kutumika kwa mchezo huu. Anasema anatafuta sehemu nzuri ili wakae. Kweli hapa sio kwanza, ni nyumba ya mtu, alafu itakuwa kelele hapa, sio vizuri. Utawanyima wale wanaokaa ndani starehe. Kwa hiyo kama mheshimiwa diwani amesema kwamba anawatafutia, na mimi nampa upendo mzuri, afanye hivi. Chukue nafasi hii nimtakie heri kubwa Muna dalali ambaye ameweza kuanzisha jambo hili na hatimaye akafanikisha siku ya leo. Ndugu zangu, michezo ni afya, michezo ni furaha. Muna amesema hapa michezo ni furaha. Tusipoonana kama hivi, kila mmoja atabaki na huzuni, lakini tukionana hivi, Mande anashindana na Godi, Jilili anashindana na Ntoma rafiki yake mkubwa wake, mambo yanaenda vizuri. Tupendane, tuheshimiane, maisha yatakwenda vizuri sana. Yaani nilikuwa tufungue moyo huu tuufungue, alafu moyo uwe safi, tuuoshe na maneno ambayo wanaambiwa na mashaka, tuwe na amani kwenye mioyo. Kama moyo wako sio mzuri, manake hata afya yako itakuwa sio nzuri. Kila saa utakuwa unawaza vitu ambavyo sio vizuri. Tuache kuwaza vitu ambavyo sio vizuri, tuwaze yale mazuri na tuendelee. Kitu kinatatibu wake bwana. Tusiwaze vitu vya watu. Sisi tuwaze vitu ambavyo vinahalisia. Mzee, mimi washukuru sana. Wallahi na washukuru, niko pamoja na wazazi. Sisi tumeshamaliza kulima, tumekuja kuburudika. Sisi bao letu hapa saa 8, saa 9 ndio bao. Saa 1 hapa sisi tunalima. Baadaye wazee wakitoka kule mashambani wanakuja kunyosha viuno hapa. Wanafurahi. Sasa unimwe hayojo huko yaliwe. Ukija hapa mara hivi unacheka, ndio maisha yanakwenda. Hawatakiwi kujificha huko rasmi. Takiwa tuwaombee mazingira mazuri, tuwarekebishie vizuri wanapokaa, kwanza waonekane. Na nilishaanza kufanya mazungumzo na mwenye kiwanda pale kwamba bao zamani najua ilikuwa inachezwa pale pembeni ya barabara, si ndio? Sasa pale tutaomba pale kwenye ukuta tutaweka banda zuri kubwa, sio hichi tumekifanya kwa dharura, ili angalau basi tukiweke vizuri, wakae vizuri, wazee wetu wakiwa wamekaa pale, mambo yote wanayafanya, maana ndio mademu wa mali kwa ya hiyo. Hakuna mahali pa kukaa tupate mashauri ya wazee, ni humu kwenye haya magenge ya sasa ambayo wazee wanakusanyika wanaburudika. Naambiwa umeendesha ligi vizuri kabisa, na mwisho wa siku leo tunaiona fainali. Ilikuwa fainali ambayo imechezwa vizuri, kila mmoja ameshuhudia wazi kabisa mshindi akipatikana. Tuwapongeze mshindi wa 4, mshindi wa 3, mshindi wa 2 na mshindi wa kwanza. Hongereni sana kwa kufanya vizuri. Tuwapongeze wazee wangu. Haya yalikuwa yanafanyika huko mwanzo, hayakuwa na kusudi baya. Wazee walikuwa wakikutana mahali hapa, wanaondoka na taarifa mbalimbali, wanakwenda nazo huko nyumbani. Zamani watu wa zamani wanasema ni waja hawajua ngasayo. Hivi sambuya na nyapaya hapo unapata neno ambalo hukuwa umelipata kutoka mahali pengine. Lakini ziko jumbe mbalimbali mnazijadili mahali hapa na kuendelea kuwaweka vijana wenu waweze kukaa vizuri. Endeleeni kutunza amani ya Tanzania. Endeleeni kuwafundisha vijana kutunza amani.
leo hii kusingekuwa na amani tusingekaa hapa. Uongo kweli jamani? Leo tunafurahi, tunakunywa soda, tunacheka, tunacheza hapa. Kwanza hatujataniana hapa, na sijui mliogopa leo mgeni rasmi nipo lakini ule utani ule huwa una maana. Unasema nalala nyumba ndogo, sijui nafanya nini, ipo misemo mingi. Hiyo misemo ina maana.